Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Jana kulikuwa na michezo 8 ambayo ilichezwa, lakini mmoja kati ya mchezo ambao ulikuwa na pressure kubwa na ulikuwa unatazamwa zaidi ni kati ya Young Africans na Azam FC, ambao kimsingi ulikuwa umebeba hatima ya ubingwa Young Africans kutetea taji, na tumeona amepata ushindi wa mabao 3, lakini ushindi ambao unazungumzwa zaidi na wapinzani kuhusiana pengine na makosa ya mwamuzi, pengine kwa kuweka clear. Sasa kuzungumzia vipi namna ambavyo mchezo ulikwenda kismati, wengine wanasema kismati Young Africans wamekuwa nacho na mwamuzi. Ukiangalia vyote unaweza kama majibu, kwa maana labda Young Africans walikuwa na kismati, lakini unaweza kuzungumza pia Young Africans walibebwa na mwamuzi. Lakini binafsi nadhani kitu kikubwa ambacho kilisababisha Young Africans kupata matokeo ni mpango mkakati mkubwa ambao walikuwa nao kuhitaji matokeo. Unajua mechi ya jana ndio ilikuwa mechi ambayo kwa asilimia kubwa ilikuwa inakwenda kutoa tafsiri ya nani ambaye anakwenda kuwa bingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa namna yoyote ile tulitegemea kuona Young Africans wakiwa na kasi na wakijitahidi kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha wanaweza kupata matokeo ya ushindi, ili mradi kujiweka katika nafasi nzuri ya wao kutetea ubingwa. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani Young Africans walikuwa na mpango mkakati mzuri ambao uliwapelekea kwa wao kupata matokeo yale ambao wameyapata, kwa sababu unapozungumza kuhusu mtu anashinda goli 3, that means kwamba hajabahatisha. So ingekuwa goli la kubahatisha kafunga goli moja, unaweza kuzungumza kwamba walibahatisha namna gani vipi, lakini mtu amefanikiwa kupata ushindi wa magoli 3, dhahiri shahiri inaonyesha namna gani ambavyo walijiandaa vizuri na walideserve kupata hayo matokeo. So magoli 3 sio magoli ya kubahatisha ya. Sawa. Kuhusiana na masuala ya muamuzi, na tumeshuhudia msimu huu umekuwa na hizo kadhia nyingi sana kwa waamuzi. Tumeshuhudia waamuzi wengi ambao wameondolewa kwenye mizunguko, wengine wamefungiwa michezo kadhaa, wengine mechi kadhaa, miezi kadhaa. Tunazungumza hivyo. Vipi kwa upande wa jana, waamuzi uliona performance yake ilikuwaje? Mfano mechi ya jana, kwa asilimia kubwa waamuzi ambao walikabidhiwa kijiti cha kusimamia ule mchezo walifanya vizuri kwa namna moja ama nyingine, lakini kosa moja ambalo binafsi nilitafsiri ambalo lilikwenda kutoa tafsiri tofauti ya mchezo ni penalty ambao walipata Young Africans, ambao kimsingi ukiangalia kiufundi zaidi utagundua kwamba haikudeserve kwa penalty, na Young Africans walifaidika na mkwaju wa penalty ambao haukuwa halali kwao, na Azam walinyonywa katika goli la pili ambalo penalty ambayo ilifungwa na Laurindo Des Maria. Lakini ukijaribu kuangalia pia utagundua kwamba mwamuzi kwa namna moja ama nyingine alifanya makosa katika kutoa ile penalty, lakini pia kosa la kwanza kabla kwenda kumlaumu mwamuzi utaenda kumlaumu mlinzi wa Azam FC, namna ambavyo alikwenda kukaba kichovu zaidi, kitu ambacho kilipelekea mshambuliaji wa Young Africans kwa maana ya Depu kumlaghai mwamuzi na kuonekana kama ni penalty, lakini makosa ilianza kutendwa na mlinzi, namna ambavyo aliruhusu mpaka mshambuliaji anaingia katika eneo la hatari, na namna ambavyo alikwenda kufanya marking yake ilikuwa very poor, kitu ambacho kimepelekea Young Africans kunufaika na penalty. Na tunapozungumza kuhusu issue ya waamuzi, of course msimu huu umekuwa ni msimu ambao waamuzi wamezungumzwa sana mno, mpaka tunafikia hapa mwishoni mwa ligi. Kila mchezo haukosi dosari ya mwamuzi kwenye kila matukio mengi ambayo yamekuwa yakiamua mchezo. Kwa nyakati pia waamuzi wanahusika kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo issue ya waamuzi, of course tunaweza kusema kwamba ni issue ambayo hivi sasa ni sugu, ambayo kimsingi tukizungumza kuhusu uamuzi ni sugu, kwa maana ya wamekuwa wakifanya hayo makosa. Lakini kwa mechi ya jana, ukiachana na kosa ambalo alilifanya Ahmed Alajiga kutoa penalty ambayo kimsingi ilikuwa na utata, mchezo aliuchezesha vizuri. Ukiangalia alijaribu ku maintain tempo ya mchezo, kwa sababu mchezo ambao ulikuwa na pressure kubwa, matumizi pia yalikuwepo ya nguvu kuna nyakati, lakini unaona mwamuzi alisimama imara na kuonesha standard daraja la juu. Kitu kikubwa ambacho kilichokosekana ni namna ambavyo penalty ambavyo ilitolewa, lakini kuna nyakati pia mwamuzi anaweza akajitetea. Of course sisi tumepata nafasi haba kukaa kuangalia kupitia engo tofauti kupitia television ambayo na mamlaka kuonesha mchezo, kama tumeangalia kulia, tukaangalia kushoto, tukapewa slow motion namna ambavyo tukio limetokea. Kwa hiyo utagundua kwamba sisi labda tumepata faida ya kuanza kumzungumza zaidi Ahmed Alajiga kwenye ile penalty, kwa sababu ya advantage kubwa ambayo tumeipata, engo tofauti ambazo zilionyeshwa kutumia kamera ambazo zilikuwa katika uwanja, na leo hii tukagundua kwamba haikudeserve kuwa penalty. Kwa hiyo kuna nyakati pia waamuzi wanafanya makosa
yes, makosa yanafanyika, lakini kwenye nyakati pia inafanyika kwenye engo ya kibinadamu, lakini kwa sababu tayari kuna maneno na minong'ono mingi kuhusu waamuzi, hata kwenye kosa la kibinadamu watu wanahisi kwamba kuna namna ambavyo ametoa faida kwa wapinzani na sio kibinadamu. Yes. Sawa, ushindi huo wa Young Africans dhidi ya Azam unatoa taswira kwamba Young Africans ana asilimia nyingi zaidi za kutetea taji, tofauti na namna ambavyo ilikuwa imeanza kutafsiriwa siku chache zilizopita. Mpaka hivi sasa Yanga ni bingwa. Yes, huwezi kuacha kuzungumza hiyo kauli kwa michezo iliyosalia, michezo miwili na mwenendo na kasi ya ligi jinsi ilivyo. Unaona kabisa Yanga ni bingwa na uoni kama kuna timu ambayo inaweza kumsimamisha Young Africans. Japokuwa kwenye football lolote linaweza likatokea, anaweza kaenda akacheza na TRA akapoteza, akacheza na JKT Tanzania atapoteza, lakini ukiangalia kwa namna ambavyo mwenendo wa ligi jinsi ulivyo, unaona kuna nafasi ndogo mno ya Young Africans kudondosha alama katika michezo miwili ambayo imesalia ligi kuu. Kwa hiyo hivi sasa nazungumza kwamba Young Africans ana zaidi ya 90% ya kuwa bingwa, kwa maana tuseme kwamba msimu 2026 kwa maana 2025-26 tayari mpaka hivi sasa una kila viashiria kukamilika na kwamba Young Africans ana nafasi kubwa ya kuwa bingwa kwa matokeo ambayo ameyapata jana, kwa sababu watu walikuwa wanategemea miongoni mwa mchezo ambao huenda Young Africans anaweza kaangusha alama ni mchezo dhidi ya Azam FC. Ndio washindani ambao kimsingi kuangalia ni washindani ambao wa daraja la juu katika ligi kuu, kwa maana Azam miongoni mwa timu ambayo imekuwa na nyakati ngumu, na ikumbukwe siku kadhaa nyuma zilizopita ndio siku ambazo Young Africans alipoteza mbele ya Azam. Kama watu walitegemea kuona kile ambacho alikifanya Azam kwenye mchezo wa kwanza anakwenda kukifanya pia katika mchezo wa ligi kuu. Kwa bahati mbaya mipango sio matumizi, na mwisho wa siku kashuhudia kwamba Young Africans wamefanikiwa kupata matokeo ya ushindi na kuifanya Young Africans kuwa bingwa katika kupata matokeo ya ushindi na kusogelea ubingwa wa ligi kuu. Yeah. Sasa hizi ni mwishoni mwa msimu, wachezaji gani Young Africans hawastahili kabisa kubakia Young Africans msimu ujao? Kusema kwamba hawastahili direct ni kitu kigumu, lakini mtu unaweza kaweka maoni yako ya kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao hivi sasa unaweza kaona kabisa wamekalia kutikavu kwa sababu ya performance yao katika huu msimu. Kwangu mimi binafsi wachezaji ambao unaona kwamba wana nafasi ndogo ya kuendelea kusalia katika ligi kuu soka Tanzania bara, hauwezi kuacha jina la Buba Jame ambaye kimsingi ameingia katika dirisha dogo la usajili, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji ambao wapo wazawa pia tunazungumza wachezaji kama kina Farid Musa Malik. Ukiacha kina Farid Musa Malik tunazungumza kuhusiana na kina Salum Abubakar Shua Boys na baadhi ya wachezaji ambao wapo kikosi lakini muda wao wa kucheza umekuwa ni mdogo sana kikosini na wameonekana kutokuwa na msaada moja kwa moja. Kwa maana kwangu mimi nadhani hao ndio wachezaji ambao kimsingi unaweza kuangalia paka hivi sasa wana asilimia kubwa ya wao kuendelea kusalia kikosini, lakini wachezaji wengi ambao wamepata nafasi ya kucheza kwa muda mwingi bado still wanaendelea kupambania, kwa maana technical bench ndio watakuwa na mamlaka ya mwisho aina gani ya wachezaji ambao wanatamani kusalia kubaki nao. Kwa sababu gani? Kwa sababu leo kuna mchezaji anaweza akawa na performance nzuri, lakini mwalimu akasema kwamba aina yangu ya kiuchezaji huyu deserve kuendelea kusalia kikosini. Kwa hiyo hivi sasa tusubirie kuona technical bench aina gani ya wachezaji ambao wanatamani kuendelea kusalia nao. Yes. Mfano dirisha dogo, wachezaji ambao wamesajiliwa katika dirisha dogo kwa ambao wamepata nafasi ya kucheza, ni nani ambaye ungepewa nafasi unampa nafasi ya kusalia kuendelea kutumikia Young Africans msimu ujao na wengine kuondoka kupisha pengine sajili mwingine ufanyike? Kwa maana ya namba utazungumza kuhusu Alan Okello, utazungumza kuhusu Depu. Kwa maana Depu sasa hivi ana goli kama 7 kama sikosei 7-8 katika ligi. Kwa mchezaji eneo la ushambuliaji ambaye amejiunga katikati ya msimu anafikisha idadi hiyo ya magoli kwa numbers still yanauzika. Inaonekana numbers zinambeba. Kwa hiyo kwa namna hiyo utagundua kwamba kwa Depu na Alan Okello wamekuwa na hiyo advantage na nafasi nzuri ya kuonekana kwamba ni wachezaji ambao wana deserve kwa maana in terms of numbers. Sasa sijajua kuhusu play style ya mwalimu mpya ambaye anatarajiwa kujiunga na Young Africans. Yeah. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.